Jambo jingine ambalo unatakiwa kulijua, unatakiwa kujikubali kuwa wewe ni mtumishi wa Mungu mzuri katika eneo lilopo, mahali ambapo Mungu amekuweka. Endapo wewe umefinyangwa na Bwana, kubali ya kwamba mimi ni mtumishi wa Mungu. Mtumishi wa Mungu sio mchungaji tu, mtumishi wa Mungu sio nabii, sio mtume, sio askofu tu, sio mwalimu tu, sio mwinjilisti tu, sio mwimbaji tu. Mtumishi wa Mungu ni yeyote yule ambaye ameamua kuifanya kazi ya Mungu kwenye nyanja tofauti tofauti. Wewe ni mtumishi wa Mungu. Hata yule anayeenda kanisani anafagia, anafuta viti, anadeki choo ni mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila mtu ambaye ameokoka ni mtumishi wa Mungu. Ndio maana mtu unapookoka, maana yake umefinyangwa na Bwana. Unatakiwa kujua kwamba wewe una kazi ya kufanya. Unajua kwa watu wengine hawaelewi. Wakiokoka wengine wanajua tu kwenda kanisani, kukaa, kusikiliza, kupokea na kurudi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawaelewi ya kwamba wao ni watumishi wa Mungu, wanatakiwa kutumika. Wewe ukishaokoka tu na ukajua njia ya Kristo, wewe ni mtumishi, unatakiwa kutumika. Hautakiwi kukaa ndani ya jengo la kanisa. Hautakiwi kukaa. Hujaitwa kuja kutalia, hujaitwa kuja kukaa duniani. Umeitwa kuja kufanya kazi. Biblia inatuambia kwamba mavuno ni mengi, watendakazi ni wachache. Mwingine anaweza kusema siwezi kuhubiri, siwezi. Hata kama uweze kuhubiri, kuna kitu unachokiweza ambacho kinaweza kusababisha watu wengine wakoke. Inaweza kuwa ongea yako tu inaweza ikamsababisha mtu aokoke. Mungu anaweza akupa neema ya namna tu unavyoongea ikawa ushawishi wa mtu kufuata na kukuuliza, hivi unaabudu wapi? Hivi wewe ukoje? Tayari umeshamwokoa hapo. Mna mwingine hata tembea yako tu, namna unavyotembea, mtu akikutazama naona huyu mtu kweli, mbona anatembea vizuri, nimefurahiwa naye, acha nimuulize anaabudu wapi, anasali wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Tayari naambia karibu. Hata kama uwezi kumuongoza sala toba, naambia twende kanisani, mchungaji atakuombea, nani atakuombea. Tayari umepata kondo. Tayari Bwana amejivunia matunda. Sasa kwa nini haujikubali? Kwa nini unajidharau? Kwa nini unajiona ufai? Kwa nini unajiona ufai? Mungu mahali ambapo amekuweka hajakuweka bure. Hajakuweka utalii hapo, mwana wa Mungu. Umewekwa kwa kazi maalum. Endapo wewe umefinyangwa na Bwana, kwa lazima ujue ya kwamba unatakiwa kujikubali kwa wewe ni mtumishi mzuri wa Mungu. Ni mtumishi wa Mungu mzuri katika eneo lilopo. Hajalishi kwenye biashara, hajalishi kwenye huduma, hajalishi kwenye ofisi uliopo. Jikubali kuwa wewe ni mtumishi wa Mungu. Tutaenda kusoma Timotheo wa pili sura ya 2 mstari wa 15 na tutaluka, tutaenda kusoma mstari wa 21. Timotheo wa pili sura ya 2 mstari wa 15 inasema, jitahidi kujionyesha kuwa umekubalika na Mungu, mtendakazi asiye na sababu ya kutahayari, yani ya kuona aibu, ukitumia kwa halali neno la kweli. That is a simple. Use the word of truth. Ni kitu tu cha kuzingatia kwamba ukitumia neno la kweli. Jitahidi kuwa umekubaliwa na Bwana, kuwa mtendakazi. Mtendakazi ni nani? Kwani hapa anazungumziwa mchungaji hapa? Kwani mchungaji hapa mwinjilisti amezungumziwa hapa? Kuna nabii amezungumziwa hapa? Ila nakwambia jitahidi kuwa umekubaliwa na Mungu, kuwa mtendakazi. Bwana Yesu asiwe sana. Je, wewe umejikubali kuwa wewe ni mtumishi wa Mungu? Kwa hali hiyo hiyo na endapo tu umefinyangwa na Bwana, umejikubali? Aya, mstari wa 21 anasema hivi, basi ikiwa mtu amejitakasa kwa kujitenga nao, atakuwa chombo cha kupata heshima, kilichosafishwa, kimfaacho Bwana, kimetengeneza kwa kila kazi iliyo njema.
Inapofika kiwango cha Mungu kukutengeneza, Bwana anakutenga na vitu viovu, anakutenga na watu wabaya, anakuwekea mipaka kukaa na watu wa tabia zisizofaa. Paulo akasema msidanganyike, mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Mungu anakuwekea mipaka, watu gani ukae nao, watu gani utembee nao. Mtu aliyefinyangwa na Bwana hatembei na kila mtu. Sina maana kwamba asalimiani na kila mtu, hatembei na kila mtu, hawaendi njia moja na kila mtu. Mtu aliyefinyangwa na Bwana, aliyefinyangwa na Bwana anasalimia na anawapenda kila mtu, anampenda. Mbaya, mchafu, mchawi, mganga, nani, aliyefinyangwa na Bwana hawachukii watu hawa. Akikutana nao anawasalimia, akikutana nao anawaheshimu, lakini sio kutembea nao, sio kwenda njia moja nao. Na ikiwa mtu amejitakasa, amejisafisha na akajitenga nao wabaya, atakuwa chombo kizuri kilichotengenezwa kwa kazi iliyo njema. Bwana yuko tayari kutufinyanga, na ikiwa sisi tayari tumeshafinyangwa, tunatakiwa kujikubali kuwa ni watumishi wake, kuwa ni watenda kazi pamoja naye. Kwa nini tunajifunza habari hizi? Kuna watu wengi leo wako nyuma. Kuna watu wengi leo wanaona aibu kutumika wakati tayari wameisha finyangwa na Bwana. Wanaona aibu kuyafanya yale ambayo Mungu anataka wayafanye. Wanaona aibu kuyafanya yale ambayo Mungu anataka afanyeje, wayafanye. Wanaona haya, wanatayarika. Sasa niko mahali hapa kukueleza ya kwamba wewe uliyekubali kufinyangwa na Bwana unatakiwa kujikubali kuwa wewe ni mtumishi wa Mungu. Hajalishi ni shemasi kanisani, hajalishi ni mwimbaji, hajalishi mfanya usafi, hajalishi sijui nani, hajalishi mtu wa kawaida kabisa, hauna cheo chochote, iwe kwa vijana, iwe kwenye idara yoyote. Nataka kukwambia kwamba jione kuwa umekubalika na kuwa wewe ni mtendakazi wa Mungu aliye hai. Bwana anahitaji watendakazi walio na moyo wa utayari, wasio na majivuno, wasio wa kujiona, wa kujigamba. Bwana ana shida na hao watu. Bwana anawahitaji hao watu, na Mungu anatembea na watu ambao wamejikubali. Mungu atembee na watu waoga. Kwani imesemaje? Mtu mwenye kusitasita roho yake haina. Bwana Yesu asifiwe sana. Ngoja nikutafutie. Umekuwa mtu wa kusita kila mahali. Waebrania sura ya 10 mstari wa 38. Ngoja nikuonyeshe. Unajiita umefinyangwa na Bwana na bado una sita, una heni, haueleweki. Anasema, lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani, naye akisitasita roho yangu haina furaha naye. Mwenye haki ni yupi ambaye ataishi kwa imani? Ni yule ambaye amefinyangwa na Bwana, ni yule ambaye ametengenezwa na Bwana, ni yule ambaye amekubali kufinyangwa na Bwana na akafinyangika. Huyo ndiye mwenye haki. Sasa Bwana anatuambia kwamba huyo mwenye haki akisitasita roho yangu haina furaha naye. Sasa Mungu hawezi kutembea na mtu ambaye hana furaha naye. Ni kama wewe tu ambaye huwezi kusimama na mtu ambaye humfurahii kabisa. Na Mungu hakufurahii sio kwa ubaya, ni kwa sababu una sita, una wasiwasi, unakuwa nyuma, hujikubali kuwa wewe ni mtendakazi wa Kristo. Mungu hana furaha na wewe. Kwa nini wewe mtu wa mashaka? Dahili ya kwamba Mungu amekufinyanga. Kwa hiyo ni jambo la pili la kuzingatia, mtoto wa Mungu, ya kwamba unatakiwa kujikubali kuwa wewe ni mtumishi wa Mungu mzuri katika eneo lilopo. Endapo tu umekuwa tayari kufinyangwa na huyu Yesu, umekuwa tayari kufinyangwa na huyu Baba, jikubali, jione kuwa uko sawa na unaweza ukamtumikia Mungu kwa viwango vikubwa, na Mungu akakutumia na ukaleta matokeo makubwa na ukafanya mambo makubwa, ukazaa matunda na yakapata kukaa. Si ninyi mlionichagua, bali ni mimi niliyewachagua pate kuzaa matunda, na wewe matunda apate kukaa. Yohana 15:16 utaikuta hiyo. Bwana Yesu asiwe sana. Je, umejikubali? Unajua wengine kukosa fedha wanajionyesha ndio wanyonge.
kwenye habari za Mungu. Kisa hana fedha, yuko nyuma tu, yuko nyuma. Hata jambo aliko sawa anakubaliana kwa sababu hana fedha. Mwambie Mungu anaangalia fedha. Huko kote ni kwa sababu ya kuto kujikubali. Kuna watu wana mawazo mazuri ya Mungu, kuna vitu ambavyo Mungu amewekeza ndani yao, lakini kwa kuwa na wasiwasi na mashaka hawajikubali kuwa wamekubalika mbele za Bwana na ni watenda kazi mbele za Bwana. Unakuta wamelala na hivyo vitu. Ndugu yangu, utadaiwa. Amka usingizini, utadaiwa. Pamoja na kukosa hela kwako, sio tajiri kama wao. Wewe jikubali ya kwamba mimi nilicho nacho. Kwani kina Petro na kina Yohana wakati wanapenda pale hekaluni kumkuta yule kiwete, aliyowaona wamevaa vizuri, lakini jamaa kumbe hawana hata sumuni, hawana hata shilingi mkoni, lakini wamejaa ujasiri wa ajabu kwa sababu wana kitu cha tofauti ndani yao, na wamejikubali hivyo hivyo walivyo navyo. Kwa kukosa fedha, kwa kukosa dhahabu, hivyo hivyo walivyo, wamejikubali kuwa ni watendakazi wa Kristo. Wanajiamini kweli kweli. Wanafika pale mlangoni, yule kiwete anatarajia apate chochote. Ambia, my dear, no, we have nothing to give you, but that we have will give you. Hatuna fedha, hatuna mali, hatuna dhahabu, hatuna hata unga wa kukupa. Sisi hatuna hivi vyote, lakini tulicho nacho ndicho tunachokupa. Simama, nyanyuka, tembea zako, kafanye kazi zako, ujipatie kipato. Hawana chochote leo hii. Mkristo akiwa hana kitu kanisani, hana kazi, hana fedha, hana nini, maisha yake ya kuungaunga, yani ni mdhaifu. Yani mpaka alishajua watu, huyu hamna kitu, huyu hana chochote. Ndivyo Mungu alivyokuagiza ufanye hivyo? No, ni madhara ya kuto kujikubali kuwa una kitu cha kiungu ndani yako. Mali si kitu, fedha si kitu. Mungu hana na hivyo vitu. Kile ambacho amewekeza ndani yako kifanyie kazi kwa ujasiri, ukijiamini, hata kama kizalao. Unajua kuna watumishi wengine wanadharau kazi za watu. Unakuta katibu wa kanisa anamdharau shemasi, anadharau cheo cha mtu wa chini. Hiyo ni makosa makubwa. Unakuta mchungaji anamdharau shemasi wake kwa sababu eti ni shemasi, yeye ni mchungaji. That is very dangerous. Ni hatari sana, kwa sababu yeye na yeye ndo amepewa hicho ndio alicho nacho, ndio anakitumia kufanya kazi. Ulichopewa wewe ni cha kwako. Kwa nini udharau wengine? Kwa nini waone wengine hawafai? No. Sasa hata kama wakikuona hufai, wewe jikubali kuwa wewe unafaa mbele za Bwana kwa hicho kidogo ambacho Mungu amekupa, ukifanyie kazi. Hicho ndio kitu cha msingi ambacho unatakiwa kushika na kutambua. Chochote ambacho umepewa kifanyie kazi. Haijalishi watakutukana, watakidharau, wataona Bwana Yesu asifiwe sana. Nilikuwa nazungumza na mama mmoja, anasema kazi yake anagonga mawe. Akaniambia hii kazi ni ya kudharaulika sana. Na ni kweli na kudharaulika. Na katika maisha yangu nimeshamwambia Mungu, hii kazi sitakuja nifanye hata kama nipitie nini. Gonga mawe, sijui na kuokota makopo, ni kazi nzuri, sio kwamba na dharau, lakini kwa upande wangu nasema sitakuja nizifanye. Bwana Yesu asiwe sana. Lakini sio kwamba na wadharau wanaoifanya. No, si dharau wanaofanya. Yule mama akawa anasema kuna watu kupitia kugonga mawe wanasomesha watoto na walisha familia. Hizo kazi. Hizo kazi za kudharaulika. Wanasomesha watoto, wanalisha familia, familia zinasonga kwa hizo kazi. Lakini mimi kutokutaka hiyo kazi na kukataa kuifanya, haina maana kwamba ni wadharau wale watu. Haina maana kwamba nisiwaheshimu. Haina kwamba ni watukane, kwamba ni maskini wa no. Na ndivyo ilivyo kwa Mungu. Nimetolea mfano dhahiri ili uelewe hata kwa Mungu ni hivyo hivyo. Inapofika kuna watu wako chini na wewe uko juu. Kuwa juu kwako, eneo lilopo ni Mungu kakuweka. Walio wa chini hautakiwi kwa dharau na kuwaona hawafai.
waache na wasaidie, waambie jikubali kwa hicho Mungu alichokupa. Jikubali, fanya kazi ya Mungu kwa uaminifu, tenda kwa juhudi. Yani ona kama vile una kitu kikubwa, kitumie. Mungu atakupa thawabu kupitia hicho, kwa sababu kila mmoja atalipwa kulingana na uwezo aliopewa na kazi aliyotenda. Bwana Yesu asifiwe sana.